Hivi unamkumbuka yule baba aliyerudi toka safari ya mbali? Mbona kama ni Farabat mara tu baada ya kurejea kwa Rabat nchini Morocco kutokana na kile alichokutana nacho Zanzibari. Kavimba yote mapaja na kutetemeka mwili. Sasa anasubiri tu wanawe waje kumtaka hali wakitaka na kauli. Jina langu ni Alhaji Zuberi Mputa. Narudia tena kuuliza wahenga. Hivi msafiri alikufanyeni nini mpaka mkamuita kafiri? Sina maana ya kuwafedhehesha, narudia tena, lakini nia yangu ni kuuliza nipate jibu, kwa sababu niko hapa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Dar es Salaam kuwasindikiza mabingwa wa soka la Tanzania, wananchi Young Africans ambao wanaianza safari kwenda kule nchini Algeria tayari kwenye mchezo mwingine wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Nimeuliza hivyo ili tujue hawa Yanga wanaosafiri tunawaweka kwenye kundi la msafiri kwa maana na wao ni kafiri ama la. Tukipata maana ndio tutajua je, ni msafiri yupi yule ambaye ni kafiri. Karibu sana mwana michezo kuelekea kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa hatua ya makundi, mchezo wa pili. Wananchi Young Africans wanaingia vitani tena kujiandaa dhidi ya JS Kabylie kutokea kule nchini Algeria. Usisahau kwamba wananchi katika mchezo wao wa awali Dar es Salaam kwa maana Zanzibar wamepata matokeo ya ushindi wa goli 1-0 kwenye lile kundi la kifo ambao wao walitabiriwa kuwa wangekuwa wanyonge. Bahati nzuri kwao na mbaya kwa waliotabiri ni kwamba wao wameanza vizuri kuliko wale waliowatabiria. JS Kabylie kwenye mchezo wake wa kwanza amepoteza magoli 4-1 dhidi ya Al Ahly. Sasa inasubiriwa kuona nini kitatokea baada ya Young Africans kushinda kwenye mchezo wake wa kwanza. Sasa anakwenda kwenye mchezo wake wa pili ambao utachezwa mwishoni mwa mwezi huu wa Novemba. Usisahau kwamba ni historia mpya wananchi wameiweka baada ya ushindi wa kwanza kwenye hatua ya makundi. Hawajawahi kushinda kamwe mchezo wa kwanza kwenye hatua ya makundi. Kumbuka mchezo ule wa kombe la shirikisho waliocheza wa kwanza dhidi ya US Monastir ya kutokea kule nchini Tunisia, lakini pia mchezo mwingine wa kwanza waliocheza dhidi ya CR Belouizdad ya kule nchini Algeria wakipoteza magoli 3-0. Ingawaje kwenye mechi za marejeano dhidi ya wapinzani hao walikuja wakapata matokeo mazuri. Sasa ni zamu nyingine kuwaona je, wananchi watafanya nini? Tayari wamekwisha kushinda mchezo wao wa kwanza nyumbani visiwani Zanzibar. Vipi kwenye mchezo wa pili? Wanarejea Algeria katika nchi ambayo kwenye mechi mbili zilizopita wananchi wana average ya 50-50, 50-50 ama wastani wa 50-50 wa mechi hizo. Walishinda mchezo wa kwanza ambao ilikuwa finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya USM Alger kwa maana USMA, na baadaye mchezo uliofuata walipoteza kwa magoli 3-0 dhidi ya CR Belouizdad. Sasa itakuwaje jukumu hilo ama maana ya hapo tutakapokwenda kujua ni mchezo wao dhidi ya JS Kabylie ambao unatarajiwa kucheza mwishoni mwa juma hili ndio utatupa maana, yani kwa namna gani wananchi wamejipanga kwenye hatua makundi msimu huu. Watabiri wa mambo waliwaweka hatarini Young Africans mara tu baada ya draw kupangwa, lakini bahati mbaya kwa watabiri, bahati nzuri kwa Young Africans, wanaonekana wao ndio wameanza vyema. Na ukumbuke kauli zao wenyewe chini ya meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo, aliwaambia kwamba watajichagua Waarabu hao, mmoja kati yao asafiri na Young Africans kwenda hatua ya robo finali. Itakuwaje? Jina langu ni Alhaji Zuberi Mputa. Nyumbani wananiita Baba Abduli. Na hii ni Ayoma TV. Jukumu letu ni kukupa taarifa, ripoti, habari na matukio yote ya kimichezo. Cha kukusihi ni kwamba ungana nasi Instagram, Facebook pamoja na Twitter, lakini usisahau zaidi kuwa sambamba nasi kule YouTube kama Ayoma Media. Na yote kwa yote tuweke pema moyoni.